Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Agosti 28 mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii uliyotupatia asubuhi ya leo kwamba tujifunze neno lako. Jina lako litukuzwe kwa ulinzi uliotupatia, amani, furaha na upendo uliofunua maishani mwetu. Tunaombea wagonjwa uwafanyie uponyaji, walio na mahitaji mbalimbali wakutane nawe Bwana siku ya leo. Nasi tunaombea kazi za mikono yetu, kazibariki. Tembea nasi siku ya leo. Enda nasi ukituongoza na kutulinda, ukiturehemu na kutupatia amani katika jina la Yesu. Amina. Mada leo inasema Mungu na asifiwe. Isaya 63 aya 7 imeandikwa, nitautaja wema wa Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliyotukirimia Bwana, na wingi wa wema wake kwa nyumba ya Israeli. Wakati hisia ya wema wa Mungu inapoburudisha roho, daima hudhihirishwa usoni kwa sura ya amani na furaha. Itaonekana katika maneno na matendo. Roho ya Kristo iliyo takatifu yenye ukarimu ikifanya kazi juu ya moyo, itatoa katika maisha mvuto unaoongoa kwa wengine. Je, hatuna sababu ya kuzungumzia wema wa Mungu na kueleza nguvu zake? Marafiki wanapotutendea mema, tunaona ni heshima kuwashukuru kwa ajili ya wema wao. Ni kiasi gani tunapaswa kuhesabu kuwa ni furaha kumrudishia shukrani rafiki ambaye ametupa kila zawadi njema na iliyo kamilifu. Basi, katika kila kanisa na tukuze shukrani zetu kwa Mungu. Na tuifundishe midomo yetu kumsifu Mungu katika duru ya familia. Hebu zawadi zetu na matoleo yetu yatangaze shukrani zetu kwa neema tunazopokea kila siku. Katika kila jambo tunapaswa kuonesha furaha ya Bwana. Daudi anasema, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Zaburi ya 116 aya kwanza na ya pili. Wema wa Mungu katika kusikia na kujibu maombi unatuweka chini ya wajibu mzito wa kuonesha shukrani zetu kwa ajili ya neema tulizopewa. Tunapaswa kumsifu Mungu zaidi ya tunavyofanya. Baraka zilizopokelewa kama jibu la maombi zinapaswa kutambuliwa mara moja. Tunamhuzunisha Roho wa Kristo kwa mashtaka yetu na manunguniko na kulalamika. Hatupaswi kumvunjia Mungu heshima kwa masimulizi ya huzuni ya majaribio yanayoonekana kuwa mazito. Majaribu yote yanayopokelewa kama mwalimu yatasababisha furaha. Maisha yote ya kidini yatakuwa ni yenye kuinua, yenye kuadilisha, yenye kukuza hadhi, yakiwa na harufu nzuri ya maneno na matendo mema. Amani ya Mungu na itawale ndani ya roho yako. Ndipo utakapokuwa na nguvu za kustahimili mateso yote, nawe utafurahi kwamba unayo neema ya kuvumilia. Msifu Bwana, zungumzia wema wake, elezea nguvu zake. Fanya angahewa inayozunguka roho yako kuwa tamu. Msifu kwa moyo na roho na sauti yeye ambaye ndiye afya ya uso wako, Mwokozi wako na Mungu wako. Leo ni Agosti 28, mada ikisema Mungu na asifiwe. Na kwa nukta hiyo leo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata
kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.